Huwa nawaambia vijana hivi, dada uliyempa mimba ukamkimbia alafu kajiita kidume, hata asipokulaani chozi moja tu siku amekosa chakula, lile chozi moja tu linatosha kukufanya mkimbizi duniani, ukateseka na ukakataliwa kila kona. Machozi ni lugha ya kiroho. Ndio maana mwanamke aliyechukua mume wa mwanamke, hata kama huyo aliyechukuliwa mume hajui nyumba ya mganga, yale machozi tu yanaweza akamfanya mtu kuwa kichaa kesho. Ulimwengu wa roho huelewa lugha ya machozi. Leo angalia baadhi ya wanaume nasema, nimemwachia watoto hapo, hawezi nifanya kitu. Tumeenda kwenye dawati la wanawake hapo, nikamwambia mimi ni kichwa mbovu, yani na kweli ni mbovu bro. Kama damu huwa inalia, chozi huwa lina kelele kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana kuna mtu anaweza asijue sana sheria, asiwezi sana kwenda mahakamani, lakini akakaa kimya, machozi akamtoka. Kesho ukasikia balaa zimepata watu, ukasema hivi, au alienda kuwaloga? Hakuloga. Kuna nguvu nyuma ya machozi. Be very careful. Huyu ni mpakwa mafuta wa Mungu, Mwalimu Onesmo, aliyepewa neema ya kipekee ya kufundisha neno la Mungu kipekee nachofunua mno, na hakika mafundisho yake yamekuwa yakigeuza maisha ya watu kila itwapo leo. Hakuna aliyemsikiliza asikutane na wema wa Mungu. Ni mwalimu wa neno la Mungu aliyejaliwa neema kubwa sana ya kinabii na macho ya kiroho. Nenda sasa pale YouTube na kisha search Mbingu Duniani TV na subscribe, na hakika utaiona mbingu hapa hapa duniani. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike kazi hii ya Mungu. Remember to share, to have your shares. 98.1 Mbingu Duniani FM, madhabahu ya neno na maombi.